أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وكفى وصلوات الله وسلم على مصطفى وعلى آله وصحابه أولي شرفة. أما بعد، اللهم صل على نبي الرحمة وشفيع الأمة. Mpenzi mtazamaji, namshukuru Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kwa rehema zake na utukufu wake. Ametujalia tena siku ya leo kufika mahala hapa na siku kama ya leo ndani ya mwezi wa Shaaban, tukikaribia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na Mwenyezi Mungu atufikishe katika Ramadhani kwa huruma na utukufu wake. Naam, tumewaalika na siku ya leo tuje kuzungumza jambo kubwa ambalo tunashughulikia la uchawi. Tunazungumza uchawi sana sisi kwa sababu ni elimu ya siri, ni elimu ambayo haionekani katika vipimo vya kawaida. Katika ultrasound huwezi kuona uchawi, lakini pia hata katika x-ray huwezi kuona uchawi, hata kwenye microscope huwezi kuona uchawi. Na ni vitu ambavyo vinasumbua kihakika, watu wanateseka, watu wanayumba kweli kweli, wanamaliza, wanafilisika kwa sababu ya uchawi. Lakini leo katika maudhui yangu nilikuwa natamani kwanza ni watosheleze walau kwa mukhtasar watu ambao hawaamini uchawi. Kuna baadhi ya watu wao hawaamini uchawi na wala hawakubali kabisa kama kuna kitu kinaitwa uchawi. Jambo la mwanzo niseme tu kwamba Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla yeye mwenyewe ametutaka sisi tuamini vile ambavyo havionekani. Miongoni mwa vitu ambavyo havionekani ni malaika, hatuwezi kuona kwa macho, majini hatuwezi kuona kwa macho, na vitu vingi ambavyo Mwenyezi Mungu hajavidhihirisha kwetu kupitia Bwana Mtume SAW. Vyote hivyo tunapaswa, madamu vimesemwa na Mwenyezi Mungu, basi lazima tuviamini. Lakini kuna watu wengine pia wao kama wao hawajawahi kufikwa na uchawi, hivyo wanadharau uchawi. Mimi niseme chukua tahadhari kubwa sana, na muombe Mwenyezi Mungu usifikwe na kitu kinaitwa uchawi. Usifikwe, usiombe urogwe. Uchawi ni kitu hatari kweli kweli. Uchawi unadhuru akitaka, lakini Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ndio raha ya uchawi. Mwenyezi Mungu anasema wama hum bidharina bihi min ahadin illa biidhnillah. Bwana, uzuri wa uchawi ndio maana binafsi ni katika waumini wale watu ambao hawaogopi. Mimi naamini uchawi upo, lakini siogopi. Kwa nini siogopi? Mungu ametutoa wasiwasi kwenye nyoyo zetu kwamba uchawi haumdhuru yoyote mpaka kwa idhini yake Allah. Kama Mungu hakutaka, uchawi haumfiki yoyote miongoni mwetu. Na wewe pia na kuomba tafadhali, lakini pia nakuhusia, jaza hofu yako kumwogopa Allah, usiogope uchawi, kwa sababu uchawi haukutokufika ila atake Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Sasa leo nataka ni kusimulieni walau baadhi ya habari. Wakati wa Nabii Musa alayhi salatu wasalam, kuna mtikisiko kidogo Nabii Musa aliupata. Siku moja kulikuwa kuna debate imeandaliwa na Firaun, kama vile debate ya Mazinge na Wakristo. Basi Mwenyezi Mungu Firauni aliandaa debate na Musa ili kuwashindanisha, kuona Musa anachoringia nini, kama wao wanavyo vitu imara ambavyo vinaweza kumtisha, vinaweza vikamsambaratisha Musa kabisa na kuonyesha uwezo wao na nguvu yao. Na Firauni aliandaa debate hiyo, na kweli walihudhuria wachawi wengi, na Musa akawepo katika hiyo debate kuangalia nini kitakachojiri siku hiyo, hali ya kuwa Musa hajajiandaa, hajui nini anakwenda kufanya. Mwenyezi Mungu anasimulia kwenye Qur'ani, qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Habari ilianzia hapa baada kukutana tu kile kikundi cha wachawi na Firaun. Pale kiongozi wa wachawi, master, akatangaza akasema, Musa unaanza wewe, tuanze sisi. Unajua ukikutana na mtu ambaye anajiamini, huwa mara nyingi anakupa option, anza wewe nianze mimi. Uje mtu huyo anajiamini sana, na wachawi wanajiamini
katika watu ambao wanajiamini sana ni wachawi, kwa sababu wanaamini kwamba wanaweza kufanya kitu ambacho wewe huna elimu nacho, na akakuingilia kwenye nyumba yako usimuone, na akatoka usimuone, na wala usijue aliyokufanyia hicho ulichokikuta ni nini, nani, huwezi kukuta. Kwa hivyo akamwambia qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna au an nakuna man alqa. Musa, vipi, tuanze kutupa sisi vitu vyetu ama unaanza wewe? Musa kwa upole kabisa akamwambia qala bal alqu, kama vipi, anzeni. Kwa sababu yeye Musa hajui atafanya nini, yeye anaongozwa na Allah, kakubalishwa tu debate lakini hajui atafanya nini. Akamwambia qala bal alqu fa idha hibaluhum wa asiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a. Basi pale pale wale wakatupa zile fimbo zao, wakatupa na kamba zao, ghafla vikazuka vitu vinavyotembea, nyoka wanatembea, nyoka wa kutosha. Fa aujasa fi nafsihi khifata Musa, Musa akaingiwa na hofu. Mfikiria hapa, nakwambia ndani ya debate hii Nabii Musa katetemeka, jasho lilimtoka. Nabii wa Mungu, we nani unasema uchawi uogope wewe? Nabii wa Musa, nabii wa Mwenyezi Mungu, Musa anaingia hofu, anatetemeka. Mwenyezi Mungu anaingilia kati, anamwambia qulna la takhafu Musa, usikhofu, innaka antal a'la, wewe ndio mshindi hapo, wewe ndio uko juu yao. Musa anatulizwa moyo, lakini kwanza alitetemeka. Nikuuliza tawe mfano hapo, umekutana na mtu ghafla kageuka simba, unasalimiana naye tu. Michezo hii ilikuwa sana mikoa ya huko kusini, Mtwara ilikuwa mambo hayo yapo sana. Mwamba mmoja anasimulia siku moja alipita kijiji kimoja cha Ndaimba zamani hiyo. Aliweko kwa ni mgeni, akaambiwa bwana, mji huu una kawaida watu wanageuka kuwa simba. Basi akakariri kwenye moyo wake kwamba mji huu watu wanageuka kuwa simba. Basi hakuwa na shaka, lakini kwenye moyo ana kitu anacho. Sasa alipofika maeneo fulani ya njiani uko na kuelekea, akakutana na mzee mmoja, wakasalimiana. Aliposalimiana yule mzee akamwambia, wewe kijana, unapita njia hii? Juzi tu hapa mtu kaliwa na chimba hapa. Ndio wa makole wa Maraba ndio wanavyoongea hivyo. Juzi tu hapa mtu kaliwa na chimba hapo. Jamaa akamwambia juzi, mzee akamwambia juzi. Jana tu hapo mtu kaliwa na chimba hapo. Jamaa akaanza kutetemeka. Kwa mzee, jana, leo au juzi? Akamwambia leo. Chacha hivi hapa mtu kaliona chimba. Basi aliposema sasa hivi, ule mzee akageuka kuwa simba. Jamaa alikimbia, si kawaida. Kwa hivyo hata wewe kawaida, kwa jambo ambalo si la kawaida likitokea katika macho yako, lazima hofu huwa inakupanda. Nabii Musa akaingiwa na hofu, fa aujasa fi nafsihi khifata Musa akaingiwa na hofu, jasho likamtoka, vimti vikamba vimegeuka kuwa vijoka, vinatembea namna hii. Sasa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla akampa nguvu Nabii Musa, akamwambia wa alqi ma fi yaminika, na wewe tupa hicho ambacho umeshika kwa mkono wako wa kulia. Nabii Musa alikuwa na fimbo ya mti mmoja, vishai kuzungumzia siku moja hapa. Aliposhika ile fimbo, alivyoitupa, wa alqi ma fi yaminika talqafu ma sana'u, ukitupa hicho kifimbo hapo, pale pale kikatokea kitu cha muujiza, likatokea jijoka ambalo linavizidi vijoka vyote vile vya wachawi. Mungu akamwambia inama sana'u kaidhu sahir, hivyo vilivyotengenezwa vitimbi vyao hivyo havikuwa chochote isipokuwa ni vitimbi vya uchawi. Wala yuflihu sahiru haithu ata, lakini tambua Musa, mchawi hawezi kufaulu popote. Na mimi nakwambia leo mtazamaji, mchawi usimwogope. Mchawi hawezi kufaulu mahala kokote. Na Mwenyezi Mungu alijua kwamba wachawi watasumbua sana jamii zetu. Wachawi watafarakanisha ndoa zetu. Wachawi wataharibu kazi zetu. Wachawi wanafanya mengi. Kuna watu wamepigwa maradhi toka wanazaliwa mpaka leo, wamesibiwa na uchawi, wanahangaika mpaka leo. Uchawi ni kitu hatari brother, usichukulie kirahisi.
Na leo sisi tunapokuambia kuna dawa hii na hii na hii kuhusu uchawi, maana yake ni kazi iliyofanyika kwa muda mrefu na utafiti wa hali nzuri na ujuzi wa ndani kabisa kuhakikisha kwamba tunatoa kitu ambacho kinakwenda kufanya usaidizi. Usidharau uchawi. Yoyote mwenye kusema uchawi si lolote si chochote, basi jambo la mwanzo kabisa awe na tawakkuli nzuri kwa Allah, la pili asimame vizuri kwenye dini, lakini la tatu awe anajua ilmu ambayo Mungu ametoa katika hii miti vinavyobatilisha na kuharibu uchawi. Kuna watu leo wanatembea na vyeti barabarani, wamemaliza form 6 chuo kikuu, wana PhD, maskini ya Mungu, wanazurura uchawi. Mungu mwenyewe kasema uchawi una nguvu. Ndio maana hata mwenyewe kwenye Qur'an Allah amesema kwenye Qur'ani kwamba wayataalamuna ma yufarriquna bihi baina almar'i wa zawji. Uchawi mtu akitaka ndoa ivunjike siku moja tu, ulali. Na ndoa nyingi zimeharibika, zimevunjika kwa sababu ya uchawi. Kuna wakwe wachawi, kuna mawifi wachawi, hivyo kuna wanawake waliolewa wachawi, wanaroga watoto za watu, hawatambui familia zao hivyo. Lakini kuna mabosi wachawi, lakini pia kuna wafanyakazi wachawi. Siku hizi mabosi hawaelewani na wafanyakazi mpaka warogwe, wanarogwa sana. Lakini pia nielimishe jamii ya Kitanzania, lakini pia jamii ya watu wa ulimwengu, heshimu watu ili kujihadhari na vitimbi vya wachawi. Heshimu watu, acha dharau. Mtu usimjua muheshimu. Waruguru wanasema mwana umlelile mkulumiago. Mtoto ambaye hujamzaa wewe mkubwa wa mwenzio. Watu wa Kareti wanasema hivi, ukikunjiwa ngumi hata na mtoto mdogo piga kweli. Madamu kakunja ngumi kupambana wewe, usiseme mtoto mdogo baba utadhalilika wewe. Kupiga kweli, usite utani. Acheni dharau. Mabosi makazini, acheni dharau. Wafanyakazi wa sehemu mbalimbali, acha dharau. Ukiwa na dharau ndugu yangu utoboi. Mimi siku moja nilikwenda kwenye ofisi moja ya serikali, sihitaji. Wallahi kijana wa hapo anadharau balaa. Yani anadharau. Nikasema wewe huyu siku moja atakutana nacho huyu. Hivi unajua unaweza ukatolewa ofisini wewe mwenyewe ukakataa kwenda kazini? Unajua? Watu wana vitu shekhe, unapigwa wewe ofisini uendi mwenyewe. Sio umefukuzwa, hujisikii kabisa, na ukifuatwa unakuwa mkali, unalala balaa, kazi inakufia hapo. Kwa hivyo ukipata nafasi sehemu yote ya kazi, heshimu watu. Ukipata cheo sehemu, heshimu. Rasilimali ya wema, rasilimali ya wewe kudumu kwenye mambo yako, heshimu watu. Kuna kitu kinaitwa uchawi, sio cha maskhara. Ukipigwa utapigika na utapotea kweli kweli, uokote makopo barabarani. Uchawi. Kwa hivyo uchawi ni kitu hatari, lakini si kitu cha kukiogopa sana. Kikubwa wewe muogope Mwenyezi Mungu, jikinge kwa Allah. Tumeelekezwa adhkari, tumeelekezwa vitu mbalimbali. Lakini mimi binafsi niliwahi kusimulia baadhi ya historia ya maisha haya ya tiba. Nilianza muda mrefu, mashallah, karibuni miaka 20 sasa hivi. Lakini siku moja Mungu aliamua kunipa zawadi ya ule mti mkuu. Ile dawa ya mti mkuu, billahi wa rasuli, na hapa mbele ya Mwenyezi Mungu, imekuwa ni solution ya watu wengi kweli kweli. Mfano, mti mkuu katika miongoni mwa kazi zake kiukweli unabathilisha uchawi kwa muda mfupi sana. Rashid, unabathilisha uchawi kwa muda mfupi sana, uchawi sana. Mti mkuu, dawa hii sasa hivi nimeita mti mkuu plus, na ndio ambayo naipeleka sasa hivi katika nyumba za watu. Mti mkuu plus naipeleka katika ofisi za watu. Mti mkuu plus napeleka katika maisha ya binadamu, ukiwa Muislamu, usiwe Muislamu, uwe mpagani. Mti mkuu kwa sasa hivi Mungu ametia kubuli yake, ndio dawa ya haraka sana inayobatilisha uchawi katika miongoni mwa dawa ambazo ni the best kweli kweli. Inafanya kazi haraka kwa mtu aliyerogwa akaharibiwa maisha yake. Nitaka nikupe mfano hapa, sauti ya bwana mmoja rafiki yangu kipenzi, yuko katika nchi za kifalme za Kiarabu. Anaeleza faida na uzuri na namna gani
amepata matumaini makubwa juu ya dawa hii ya mti mkuu. Alikuwa haheshimiki kazini, lakini pia haheshimiki mtaani kwao. Watoto wake hawalali, wanasumbuka kwa dhiki na mitihani, kila siku vurugu, kila hivi, hana raha. Alipoipata dawa hii ya mti mkuu, sasa hivi anasema naishi kama simba. Sio ndio hii? Ndio vizuri hii. Lakini niseme tu kwamba ndugu yangu mtazamaji, uchawi kweli unasumbua, lakini kama tayari umefikwa wewe, kwako ni mtihani. Hesabia kwamba umetihaniwa na Allah. Fanya subira, tafuta namna nzuri ya kujiokoa na kujinusuru. Usifanye ushirikina. Tunachozuia sisi, umefanyiwa ushirikina na wewe unakwenda kufanya ushirikina. Yaani hii inakuwa ngoma draw. Alikupiga shetani, unakwenda kumuomba shetani ya kunasue. Hii inakuwa ni kwa muda tu. Na ndio maana waganga hawa washirikina ukienda unakuwa ni mteja wa kudumu. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu wewe umepigwa na uchawi. Msimamizi wa uchawi ni sheitani, alafu umeenda kwake, yeye pia anatibu kwa mashaitani. Wanachofanya mashaitani ni kusogeza ule uchawi, ama yule jini ambaye anakushikilia kwenye uchawi wewe hapo, anakushikilia yeye, wanamplease tu kwamba bwana, tutakunywa damu ya mbuzi pamoja hii. Kwa hiyo tulia kwanza miezi kadhaa hivi, alafu cha msingi hapa si utoke hapa, uko sawa sawa. Kwa hivyo yule shetani alikuwa anakuminya kwenye kiuno yule, au alikuwa anakutembea tumboni yule, au yule alikuwa anakutia madhila yule, anatulia kwa muda, alafu baadaye analipuka tena, unaenda tena. Ndio maana wanaokwenda kwa waganga washirikina wanakuwa ni wateja wa kudumu. Kila mwaka lazima aende akarinyu. Unakuwa mtumishi wa shetani, na ukifa unakwenda motoni. Kwa hivyo uchawi, ndugu zangu, ni kitu ambacho kinabatulika. Na naomba utembee kifua mbele sasa hivi. Mungu akujalia kufikwa na dawa ya mti mkuu plus. Sasa hivi ukija kwetu sema nataka mti mkuu plus. Sema hivyo. Tumefanya hivi kwa sababu hatutaki janja janja. Tulikuwa tuna uwezo wa kuuza dawa mbili kwa pamoja. Mti mkuu plus tumeufanya kwa kuwa tumeongeza miti mitatu ndani. Miti hiyo tumeweka kwenye password inaitwa Kibindu Kigodi. Ukitafsiri hayo maneno utapata nini ni miti gani hiyo. Waganga tunafanya hivi kwa sababu tu waganga wamekuwa hadhiri, vichwa yuko hivi, wanasikilizia si tuseme na wao wafanye huko. Ndio maana nimegeuza, nimepiga mti mkuu plus na maana yangu. Sasa Kibindu Kigodi kuna vitu tumeweka humu ndani. Vitu hivyo sasa kazi yake ni kurejesha ubaya. Juzi kati nilipigiwa simu na mtu mmoja, na naomba ili pindi liweke vizuri. Kuna mtu alipiga simu akasema, Sheikh Jafari, je, kuchukua gome la mti mkuu kuliweka ndani sio ushirikina? Alikuwa amenisaidia kwa sababu leo nimepata nafasi ya kulisema mbele yako na wewe upate ilmu. Ndugu zangu, shirki tafsiri yake ni kuamini, kuitikadi, anta ataqida anna al-makhluqa yadhurru wa yanfa'u biduni idhni llahi ta'ala. Kuamini na kuitikadi kwamba hakika ya kiumbe mwenzio anaweza kukudhuru ama kukunufaisha bila idhini ya Mungu. Zingatia hili basi. Ukiamini gome la mti mkuu lenyewe kama lenyewe litanikinga mimi, wewe ni mshirikina. Lakini ukisema gome la mti mkuu, mti huu ni wa ajabu, Allah ameweka siri yake kwa idhini yake Mwenyezi Mungu, gome hili nikiliweka kwangu wachawi hawaji, wewe umejikinga kisheria. Kujikinga si haramu. Hii inaitwa tawakkuli. Sawa sawa, umejenga nyumba, umeweka mlango, Mungu kweli analinda, lakini ukijenga nyumba haina milango utaibiwa kaka, na Mungu haingilii. Weka mlango, ndio kutawakali huko. Na kama una malimali, weka na mtu mwingine akae nje, anaitwa afande security. Kumweka yule sio kwamba yule ndo kinga, la. Kuna nyumba zina maaskari wengi na wajambazi wamevamia, wamechukua mzigo, wameondoka. Ile ni asbab, ile ndio tawakuli tu, tazamie kule nje kuna nani adui anakuja. Hata Mtume SAW alikuwa na bodyguard. Kwenye hema ya Mtume nje kulikuwa na miamba. Unafikiri Mtume alikuwa anategemea wale? Au Mtume ndio alikuwa mshirikina kwa sababu wale ndio walinzi wake? Sio. Hiyo ndio tawakuli.
Kaweka bodyguard nje mtume kukinga hema yake na kumweka kwenye fence yeye mtume wanamzunguka namna hii. Tafsiri yake anatawakali kwa Allah. Mungu anataka tuishi kwa asbabi. Si umenielewa si mtazamaji wewe? Maana kila siku unazua lingine maskini ya Mungu. Hiyo ndio tawakkul. Nabii Yusufu alayhi salatu wasalam alishonewa kitambaa cha babu yake Ishaqa cha kanzu, akatengenezewa kile kitambaa akatiwa hivi akavikwa ili asiudhiriwe na mashaitani. Nabii wa Mungu Yakubu kafanya hivyo. Sio shirki, ile ni tawakkuli tu, bado anategemewa nani? Allah. Cha msingi wewe usifanye kitu ukiamini hicho chenyewe ndio kitakukinga. Mwasema hivi kwa idhini yake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo gome la mti mkuu, la mti huu lenyewe kama lenye huu, hii ni nguvu ya Mwenyezi Mungu. Hii ni Allah anaonyesha uweza wake kupitia viumbe wake kwamba vinawezekana. Sio nitakuwa nimeeleweka? Kwa hivyo ulinzi ambao unapaswa kulindwa wewe, lindwa na Allah. Tafuta sababu, funga mlango nyumba yako ya milioni 10, usikubali hivi hivi kaya. Tafuta kitu cha halali, hakina sheitani wala hakijaandikwa talasimu jina la ibilisi ukaweka. Shida inakuja kwa waganga washirikina. Sasa wanaandika koo za mashaitani, haya asra'u bilhuduri wa bihaqi hadhihi alasma'i karushi sura Qayyum, inaandikwa koo ya shaitani pale, inarudiwa mara 70. Anakuja mwenye pale kishaitani kijini kinakuja kuchukua ripoti, anaambiwa hii nimekuandika, tunampa bwana Bakari Almas, uwe ndio unamlinda sasa asisumbuliwe. Kwa hivyo unachukuliwa ile karatasi, unaikunja bwana Bakari Almas, unaikunja namna hii, unafutia, unashonea na kitambaa, unashtia kiunoni namna hii, unajiona mwamba. Ukifika kwetu usinitanie na vitu vyangu wewe, hapa ni baba wewe mshirikina brother. Kwa sababu gani? Wewe moja kwa moja umelindwa na shaitani, umemwita shaitani akulinde, sio Allah. Kwa hivyo kuvaa hirizi, na ndio maana kuna baadhi ya wanachuoni wamejuzisha hirizi, lakini hirizi yenyewe nasema iwe ni Qur'ani. Lakini hirizi ambazo zinatumika hizi ni koo za maibili, mashaitani tunawaita watu kinge badala ya Allah. Kwa hivyo ni kuondoshe hofu juu ya hilo. Mti mkuu ni mti wa ajabu, na Mwenyezi Mungu ametaka hivyo ili mradi miti hii tusaidie sisi, na ndio maana unatawakali. Ukiumwa kichwa unakunywa panado. Sio kwamba panado ile ndio inaponya kichwa au homa. Kuna mwenzio anakunywa mpaka 8 zile, kichwa hakitulii. Kwa nini? Unatawakali tu. Mungu ndio kupitia ile sababu iwe wewe upone kichwa chako. Lakini Mungu asipotaka utakunywa 40 panado na hakinyamazi mpaka ufe. Kwa hivyo tawakkuli imeruhusiwa, sababu tumeumbwa kuishi kwa sababu hapa ulimwenguni. Sasa mti huu naomba kwa idhini yake Mwenyezi Mungu ukawafaya kila mtu katika nyumba yake. Ni mti wa ajabu na tumeuleta kwa sababu maalum, na wakati Mungu kapanga. Nilikuwa nikiutumia mti huu katika maisha yangu yote kwa watu wangu kwa siri. Sasa imekuja dhahir na kila mtu kabuni mti wake, ila mimi itaendelea kubaki mti mkuu ya kwetu inshallah, inayopatikana msikiti wa Mtoro Kariakoo. Mti huu, mti mkuu plus hii tumeongeza faida. Tunataka watoto wenye kuanguka mashuleni wanywe dawa hii. Watu wazima wenye kuhangaika na maisha yao hapa ulimwenguni wanywe dawa hii na waoge kwa mujibu wa maelekezo yetu. Lakini pamoja na hayo, wale wote waliosumbuliwa na maisha, wamefungwa wakafungika, wanayofanya hayawi, watumie dawa hii kwa kuoga na kunywa. Lakini wale orogo kwa maradhi, wanateseka, maskini ya Mungu, wako vitandani, watumie mti mkuu. Mti mkuu ni dawa ya uchawi na kinga juu ya mashaitani wa kijini kwa idhini yake Mwenyezi Mungu. Ndio maana una mafuta yake, una gome lake, kazi zake zote ni kwa sababu ya kuhakikisha kwamba tunaishi katika namna iliyokuwa nzuri na tunaheshimiana. Na kupitia mti mkuu plus sasa tulazima tukaheshimiane na wachawi. Dawa hii tulichokiongeza humu ni kile cha kurejesha ubaya ulikotoka. Mtu yoyote akikufanyia uchawi, subhanal malikil quddus, siku hiyo hiyo kapiga, kesho yake asubuhi mzigo unarejea ulikotoka. Kafanye, shida iko wapi? Mimi si ndio nakwambia, katika watu ambao mimi binafsi nawasema ni wachawi na si waogopi. Najua wengine wanatazama hizi video, wachawi mpo, hakuna cha kunifanya chochote kwa sababu ninazo silaha na vile vile namtegemea Mwenyezi Mungu sana. Mchawi hana chochote, kwanza mchawi hana akili. Usiniige useme hivyo mtaani kwenu, mimi tunakwambia, mimi tunasema mchawi hana akili, wewe usiige.
Mchawi hana akili. Lakini ukitumia tawakkuli nzuri ya mti mkuu, una ubavu nawe kusema hivyo mtaani kwenu kwamba mchawi hana akili. Kuna bwana mmoja hapa Tandika aliombwa ahame kwa sababu anawasumbua. Alipata mti mkuu, gome lake na mafuta, alipoweka katika nyumba yake tu, wazee siku ya pili wanamfuata, unatusumbua, hama hapa. Sasa ninaambia hivi, nyumba yangu wewe mtoto mbaya, hama. Walimuhimiza mpaka kesi kwa mwenyekiti. Kwa nini? Allah ametuwekea miti kwa sababu ilete usaidizi kwetu. Kwa hivyo lazima tukaheshimiane. Hii inapeleka heshima nyumbani. Ndio lengo langu kutengeneza mti mkuu plus. Sikutengeneza dawa mbili usije ukaingia gharama maisha magumu. Nimeifanya kuwa dawa moja. Sasa hivi ukinitafuta niulizie naipata wapi mti mkuu plus. Lengo letu kila mtu sasa akatambe, katembee kifua mbele. Cha msingi usichokoze watu. Tembea kifua mbele, hakuna kufanya chochote. Oga dawa hii siku 4, kunywa siku 3, ndio stahili yake. Dozi ya pili unakunywa siku 4, unakoga siku 3, umemaliza. Fanya hivyo kwa wanao, fanya hivyo kwa watu wako, kwa jamaa zako. Lengo letu kujikinga na uadui. Dawa hii unapokunywa, itakaposambaa kwenye damu, wazee zamani hii walikuwa wanaichoma kwenye moto. Alafu wanachukua ule unga ule mweusi, wanakuchanja chale mbili kwenye katikati ya utosi. Sikize vizuri, katikati ya utosi, na wanakuchanja pembezoni mwa miguu. Yani utakachokikanyaga chochote kupitia mti huu hakuna kitakachokudhuru. Pembezoni mwa miguu humu nyuma wanachanja huku na huku, alafu pia wanakuchanja kiunoni au hapa juu ya shingo hapa. Si haramu kuchanja, ndio tiba ya zamani. Kipindi kwa hakuna sindano. Watu walikuwa, hata Mtume alikuwa anachanja. Kafundisha kuchanja ile kuumika, unachanja alafu unaweka kile kikopo kinanyonya damu chafu, unachanja. Kwa hiyo kuchanja si haramu. Iwe umepaka dawa, iwe umevuta, umetoa sumu, si haramu. Mimi sasa hivi nakwambia hivi, hizo tiba za kizamani, cha msingi dawa iingie kwenye damu yako tu. Kama unavyokula ugali, unavyokunywa chai, inakwenda kutengeneza virutubisho kwenye ini na hivi na hivi, baadaye unakuwa na afya. Dawa hii kiingia kwenye mishipa ya damu yako, virutubisho vyako vikakaa huko, baba yangu, utaishi hapa duniani. Kurogwa kwako atake Mungu mwenyewe tu, lakini sio mtoto mdogo kajifunza uchawi jana unapigwa unapigika. Hapana, haitakiwi hivyo. Lazima ifikie mahala na wewe uishi kama mtu mtaani. Unaishiji duniani una raha kwa sababu ya uchawi? Lakini pamoja na hayo, mwanzo nilikuwa nimekuambieni ile mti mkuu, ili msafiane nia kwenye koo zenu, kwenye familia zenu, tieni kwenye chakula mle, ili mtu mbaya hajulikane kwenye familia yenu. Mimi imefanywa hivi kwa watu wachache sana, wengi wameferi, wengine wamekamatwa kweli uchawi na hivi, dawa imefanya vituko sana, mashaallah, alhamdulillah. Lakini sasa hivi nakwambia hivi, usifanye hivyo. Wewe chukua tu mti mkuu, gome lake weka pale ndani. Ndugu yako mchai kwako haji, hivyo tu. Gome la hii tumieni na familia yako, gome la mti mkuu, banzi lile weka pale ndani. Ndugu yako kumjua mchawi atakata mguu hapo kwenu haji. Unajua kwa sababu bwana sio mtu mzuri katika familia yetu. Kwa hivyo vitu vitatu, mti mkuu, mafuta yake na gome lake, ndio itakuwa ndio silaha kwako, ukaishi kwa kujivuna, ukaishi katika namna iliyokuwa nzuri mtaani kwenu, na wewe ukaishi kwa amani. Pata mti mkuu plus mafuta ya mti mkuu, gome lake. Watu walio paralyzed tunataka mafuta ya mti mkuu mazito na mepesi, ina mfumo wake, watapona kwa idhini yake Mungu. Watu wamesema mashallah, watu wengi. Lakini la mwisho napenda kuwaeleza watazamaji, ambao nitalifungia hapa leo gurudumu langu la mazungumzo na wewe, kwamba Allah akikurehemu, ukishatumia mti mkuu na tayari watoto wako wamekunywa na tayari mumeo pia kanywa, faida yake amani ya nyumba, lakini pia faida yake ndoa yako itarejea. Wanawake wengi wenye kuingia kwenye ndoa za mke wa pili, wengi sio wacha Mungu, au yule mke wa kwanza wengine wanakuwa si wacha Mungu. Hivyo basi ukioa mke wa pili, anakuharibu mwanamume kwa uchawi, kwa waganga wake, ili umchukie mke wa kwanza. Kuna wanawake wanaishi kama wako kifungoni kwenye ndoa zao. Subhanallah. Nikutoe mashaka dada yangu, Mungu akujalia kheri, ndoa yako inakwenda kurejea. Kaoge mti mkuu kunywa, lakini fanya maarifa, mtilie mumeo kwenye chakula kwa nia.
Nitakuelekeza nia namna gani unasema utakapokuwa tayari. Tia kwenye chakula. Kama kalisho uchawi huko ili akuchukie, akudharau mke wake, subhanallah, ni kalbariki, kama vile umeme, anageuka ghafla na akili yake inasoma kama binadamu wa zamani, mapenzi yake yanarejea. Kwa hivyo ukiwa mke mdogo, mke mkubwa, tabia yako ni kuroga wenzio waharibikiwe kwenye ndoa, basi mti mkuu inakwenda kuua hizo hila zako hizo. Rekebisheni ndoa zenu katika hali kama hiyo. Lakini pia hata bosi kazini, kuna mabosi wanarogwa, wanakuchukia, wanapenda wengine tu, unasema bila sababu tu. Kaoge mti mkuu, uenda umepigwa jini kisinambi. Kuna rafiki yangu anaitwa Ali Wambe yuko Singida, anasema kuna jini kiboko huyo anaitwa jini kisinambi. Jini huyo ukipigwa naye jini kisinambi, subhanallah, hata jambo fungu la hela lile unakwenda kuliokota, ukifika pale unakuta kuna mama kalipitia nduki kaokota yeye. Yani wewe hufanikiwagi tu, jini kisinambi huyo. Unaweza una mipango mizuri, kesho ndo siku yake, muda ukifika bosi wako mwanae kagongo na pikipiki, mguu umevunjika, yuko hospitali. Yani ili mradi isifanikiwe tu. Wale wasiofanikiwa majambo yamekwama, na kuomba tafadhali inshallah njoo utumie mti mkuu, mafuta yake, mti mkuu plus mafuta yake na gome lake, bihaulillahi ta'ala. Inshallah kila kitu kitakuwa sawa na rehema za Mwenyezi Mungu zitakuwa juu yako inshallah. Tusiwe washirikina, huu ndio usiwa wangu inshallah. Njia Mungu katuletea tutumie kwa wakati, na usidharau uchawi mpaka pale utakapoona kwamba uko sawa sawa, na mwili wako uko sawa sawa juu ya kujikinga na uadui huo. Inshallah lolote linaweza ukafanya. Cha msingi tumwogope Mwenyezi Mungu, tusimame katika njia ya tauhid, tumpokeshe Allah, tumtegemee Mwenyezi Mungu kwa kila jambo, ndio mafanikio yetu. Ramadhani inakuja inshallah, ofa zinaendelea za vitu mbalimbali ikiwemo dawa vya tumbo. Ndani ya 10 la kwanza la Ramadhani tutamalizia hapo katika ofa ya dawa hiyo, na inshallah mti mkuu unapatikana msikiti wa Mtoro Kariakoo. Namba za simu ziko hapo, tupigie simu, njoo tuonane, tuzungumze inshallah. Huenda ikawa sababu ya wewe pia kupumzika na hayo ambayo yanakusumbua na maradhi na mitihani ulionayo, kwa idhini yake na rehema yake Mwenyezi Mungu. Lakini baada ya hapa ni kuombe tafadhali inshallah endelea kufuatilia hizi channel, na usiache basi kucomment na kufanya ile nini wanaita kusubscribe inshallah. Usiache kusubscribe inshallah na kucomment na kushare, ili mradi tuendelee kupata hizo taarifa kwa usahihi zaidi.